angalau tuweze kubalansi. Watu wa Afrika Mashariki wamepunguza majukumu, lakini Afrika ya Kati wawe kidogo ni saa 9, lakini kwa nchi zingine wawe wanaamka asubuhi wakiwa wanajiandaa kuja. Ninakukaribisha na kukaribisha mtu wa Mungu, endelea kufika, endelea kuhudhuria, na ujue kwamba leo ni siku nyingine ambayo tutaongea kwa habari za namna ya kushinda roho ya uchungu. Karibu, unaweza ukashare. Namalizia kushare sasa hivi kwenye magrupu ya kwenye status yangu ya WhatsApp na maeneo kadhaa ili sisi tu wachache tubarikiwe, lakini tubarikiwe wengi pia. Karibu katika kipindi chetu hiki cha mripuko wa Injili. Karibu kwenye kipindi chetu cha mripuko wa Injili, na Mungu wa majeshi atubariki sote. Karibu kabisa, wala usisite kushare na wenzako. Namalizia kushare hapa, alafu tunaingia moja kwa moja. Kama tumetumia dakika 4, karibu, tunaendelea kukaribisha. Karibu mtu wa Mungu, mahali kokote uliko unakaribishwa. Jisikie umebarikiwa, lakini pia jisikie umependwa kupata huduma hii nzuri ambayo imekuwa ni baraka kwa watu. Lakini pia kuna namba za simu ambazo zitakuwa zinapita pale chini, ya kwamba ukitaka kuwasiliana na mimi kwa njia ya simu, basi 0767 749040, hiyo ni Voda. Lakini kwa Tigo ni 0658 749040, the same number. Kwa hiyo ninakukaribisha pia kwa mahitaji yako binafsi. Lakini pia unaweza ukaenda kwenye Messenger ukaandika, alafu mimi nikakutafuta. Lakini pia kama unaweza ukatusupport kwenye huduma yetu, maana tunataka kununua taa zingine, tunataka kununua kamera zingine zenye nguvu. Lakini pia tuna mpango kamili wa kuingia pia na kwenye radio. Tunataka kuingia kwenye radio za Kikristo, lakini pia na radio hizi ambazo ni za secular. Tunataka tu ingalau Injili ya Yesu ihubiriwe sana. Kwa hiyo nakukaribisha katika jina la Yesu. Sasa kwa hizi dakika nafikiri sasa inatosha. Naomba sasa tuanze kipindi chetu kizuri, kipindi chetu pendwa, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba sasa niombe kabla sijaanza, huku nikikukaribisha rafiki yangu. Tufunike macho kama utaweza. Kama utaweza, paki gari pembeni, au unaweza kunaendesha. Kama uko kwenye motion unaendesha, Mungu tu ni mwaminifu. Bwana Yesu, Mungu mtakatifu, tunakukaribisha katika kipindi hiki cha mripuko wa Injili, katika sehemu yetu hii ya 4 ya roho ya uchungu. Tunaamini kwamba unaenda kutuhudumia kwa namna ya kipekee katika siku ya leo. Mungu, tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi, malaika wawepo na Roho Mtakatifu wawepo, wewe kushuhudia Injili inahubiriwa kwa kila mmoja. Tunakushukuru katika jina lako zuri takatifu, na mahali popote uliko naweza ukasema amen. Jinsi ya kushinda roho ya uchungu tulianza muda mrefu, tukawa tunaenda kwa mtiririko, na leo nikurudishe tu kwamba wiki iliyopita tulizungumza mambo kadhaa. Kama unataka ushinde roho ya uchungu, kama unataka ufanikiwe kuondokana na kifungo hiki cha roho ya uchungu, na nikaeleza mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni ambalo kabla ya kuanza nikasema wala tusimpe shetani nafasi, lakini leo ninakuongezea neno dogo tu katika kitabu kile cha Efeso, ile sura ya 4 na ule mstari wa 27. Biblia nasema wala mstari wa ngapi sio huo Efeso, sio hiyo ya 27. Kuna andiko ambalo
nimelitamka kwamba unapokuwa mwenye hasira ila usitende dhambi. Ule mstari wa 26 anasema muwe na hasira lakini msitende dhambi. Jua lisiachwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kwa hiyo yote hii tu ni katika kufungua milango kwamba kila kilichomo ndani yako kisiendelee kukaa ndani yako. Ndio anasema nilikueleza kwamba matokeo ya kuwa na roho ya uchungu, ndani kunazaliwa na hasira, ndani yake kunazaliwa na ghadhabu, ndani yake matendo mabaya na mambo kadhaa mengi. Lakini hapa naongeza tu neno dogo, kama mwili ulivyoumbwa, kuna hormones ambazo huwa zinasababisha hasira. Kwa hiyo huwezi kusema umeokoka huwa ukasiriki, hapana. Lakini Biblia inasema uwe na hasira. Anasema uwe na hasira, lakini anasema ila usitende dhambi. Na hiyo hasira isiende mpaka jua kuzama. Unaona? Na wengi wamekuwa kiweka vitu hivyo sasa vinavyosababishwa na uchungu kuanzia asubuhi, wiki moja, mwezi mmoja. Kama wewe unaamua kabisa kuchukiana na watu, unaamua wakati mwingine hata kubadilisha njia, usipite njia fulani, unaamua kabisa usisemeshane na mtu kwa sababu tu amekusababishia damage. Lakini pia wakati mwingine unamwandikia message za kumtukana, lakini wakati mwingine unamblock. Yani vitu kama hivyo vimo sana kwa watu kama wewe unayenisikiliza, na au kuna watu ambao unawafahamu wako kwenye condition kama hiyo au level hiyo. Anasema lakini Biblia inasema muwe na hasira, kwa sababu zile hormones zikimwagika zinasababisha iwepo hasira. Sitaki kwenda sana kwenye biology, lakini hiyo ipo. Na hasira pia sometimes ina faida, kwa sababu huwezi kufanya vitu vingine bila kuwa na kutembea na neno la hasira. Huwezi kufanya vitu fulani, unaona, lakini uwe na hasira ile ya kimungu zaidi. Lakini anasema muwe na hasira lakini ila usitende dhambi. Yaani usiruhusu yale matokeo ambayo nilieleza, maana yana shida. Yanaweza ukasababisha ukaua mtu, lakini ukaandika message ikamthreaten mtu, kaipeleka polisi, na ukaona polisi wamekuja kwamba umemtishia kumuua na vitu kadhaa. Lakini nikakueleza na matokeo ya mtu mwenye uchungu, nikakueleza mambo mengi. Utapata magonjwa ya moyo, utakaa mbali na watu, utapata vitu vingi. Kwa hiyo, lakini andiko ambalo tulitamka kipindi kilichopita, tusimpe shetani nafasi. So make sure katika maisha yako unafunga mlango shetani asipate nafasi ya kuingia. Jitahidi sana. Ukikuta watu wanazungumza vibaya juu ya watumishi wa Mungu, unainuka, unawaacha. Ukikuta watu wanazungumza maneno machafu, unainuka, unawaacha. Ukikuta watu wanafanya vitu ambavyo utaona shetani atachukua nafasi katika maisha yako, basi wewe kuna mambo ambayo Biblia inasema unaweza ukakimbia, lakini pia unaweza ukaepuka. Biblia inasema zikimbieni zinaa, lakini pia kuepuka nasaba. Kuna aina fulani ya dhambi ambazo unatakiwa uzikimbie na zingine uziepuke. Kwa hiyo mambo ya nasaba, yani mila na desturi na nini na vitu kama hivyo, kuepuka. Epuka wambea, epuka watu wanaosema vibaya watu, epuka mtu ambaye anaenda kinyume na kiongozi labda wa kanisani, epuka vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapomnyima shetani nafasi, shetani sio rahisi kuingia. Lakini nikakueleza mambo mengi ambayo yote yanaendana na hiyo namna ya kushinda uovu. Kwanza ujue kwamba uchungu unazaa dhambi. Nikakupa maandiko, lakini pia Mungu anataka ukatoe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unatakiwa vitoe kabisa. Tulitamka siku ile kwamba utoe roho ya uchungu, toa roho ya ghadhabu, toa roho ya hasira. Na kama wewe unapenda kupiga sana makelele ndani ya nyumba kwa watoto wako, unawachokoza watoto wako, unachokoza wazazi, pia na kuomba
uache hilo jambo, acha kabisa, kwa sababu Mungu hapendi. Lakini pia hata matukano pia Mungu hapendi. Kwa hiyo na kushauri tu, hayo ni mambo ya kuyaondoa hata kama unaona yanakufaa. Lakini pia nikaeleza mambo mengi. Mungu atusaidie tu, Mungu atusaidie, na mimi ninaamini kwamba tutafanikiwa. Lakini pia namba 2, jijue wewe ni nani. Jijue, ili uweze kushinda roho ya uchungu, ni vizuri ujijue wewe ni nani, mtu wa Mungu. Kama tuko pamoja, unaweza ukasema amen. Jijue wewe ni nani mbele za Mungu. Ukisoma katika kitabu kile cha Isaya, ile Isaya 43 na ule mstari Isaya 43 na ule mstari wa 4. Hebu naomba twende hapo kidogo ili nianze kwenda haraka. Isaya 43 na ule mstari wa 4. Biblia inasema hivi, inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri unapotaka kushinda roho hii ya uchungu, ujijue wewe ni nani mbele za Bwana. Ujijue, la kwanza nilizungumza last time, nikasema wewe ni wa thamani. Unajua pengine thamani yako unaiona imechukuliwa na watu wengine. Unajiona huna faida kabisa katika jamii, katika familia yenu, katika ndoa yako. Unajiona ni kama vile thamani yako imechukuliwa. Lakini hao ni wanadamu. Mungu ambaye ndiye anaishi, ambaye ni baba yako, anasema wewe ni wa thamani. Kwa hiyo lazima utembee, ujue kwamba hata kama mapito fulani yanatokea, hata kama kuna burnout ndani ya moyo wako, endelea kujua kwamba wewe ni wa thamani. Na ili ujue kwamba ni wa thamani, umenunuliwa pia kwa damu ya thamani. Hii damu ya Yesu ambayo inakufanya hivyo ulivyo wewe, ujue kwamba ni ya thamani, na wewe imekufanya uwe ni wa thamani. Ulikuwa ni mtu unaitwa mtumwa, unakaa kule juu chini, useless, lakini leo Bwana amekuinua kupitia damu hiyo ya thamani. Lakini pia la pili, ni vema ujue kwamba wewe unaheshimika. Watu wameondoa heshima yako, wamekusema vibaya mitaani, watu wamekuvulisha nguo kabisa. Kila unakokwenda unasemwa vibaya. Heshima yako imechukuliwa na watu wenye wivu, watu ambao kazi yao ni kushusha heshima za watu. Lakini ujue kwamba neno linasema wewe unaheshimika. Mungu anakuheshimu sana. Tangia leo ujue, ili uondoe uchungu ndani ya moyo wako, tambua kwamba Mungu anakuheshimu. Lakini la tatu, unapendwa. Hakuna mwanadamu yeyote asiyependa kupendwa. Wewe unapendwa. Unaweza upendwa mwanadamu una mwisho. Na unaenda mkikosana, mambo yameharibika. Lakini pia mwanadamu anaweza kukupenda wewe kwa condition fulani. Conditions hizo pengine ni kwa sababu na fedha. Mtu anaonekana anakupenda ni kwa sababu ni handsome au beautiful. Anaonekana mtu anakupenda, lakini umri ukienda ukichujuka, unaona watu wanaenda mbali. Unapendwa kwa sababu ya position ulionayo katika ofisi yako. Una position kubwa kwenye mambo ya siasa, una position kubwa hata kwenye biashara yako. Ndio maana unazungukwa sana na watu, na wote wanaonyesha kwamba wanakupenda. Lakini huo upendo una condition. Lakini kuna upendo mmoja ambao ni wa thamani, upendo wa agape, upendo wa mtu kufa kwa ajili ya mtu mwingine asiye na thamani yoyote, ili afanywe kuwa na thamani. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza, ambao umejaa uchungu, kama unataka uchungu utoke ndani yako, hebu jiridhishe leo kwamba unapendwa. Wewe unapendwa sana, na Mungu anakuheshimu sana, na Mungu anakuona wewe ni wa thamani sana. Lakini pia nikasema Mungu atatoa watu kwa ajili yako. Una habari kwamba Mungu anaweza kuintervene mambo yako? Huna mtu wa kusemea juu ya mikopo chuo kikuu, akatokea tu mtu from nowhere. Bwana anaweza kuinua jiwe wakati wowote, jiwe hilo likasimama kwa niaba yako. Mungu anaweza kuinua mtu yeyote akakupatia mtaji kwenye biashara yako. Mtu anaweza kuinuka tu, Mungu akamuinua from nowhere,
akasimama akasema kwa niaba yako, ukajikuta umepata kazi. Wengi wanahitaji godfather, wanahitaji watu wa kuwasimamia kwenye maeneo fulani, lakini baadaye ujue kwamba watakusimanga, baadaye watakusema vibaya. Lakini yupo Mungu ambaye anaweza akachagua mtu, hata malaika akachukua umbo la kibinadamu, alafu akaenda akasimama akafanya hivi, alafu akadisappear. Unaonaje kwa habari za Filipo? Alipomaliza kumhudumia yule Mkushi, alipogeuka yule mtu akadisappear. Kumbe Bwana alimtuma kumsaidia yule Mkushi ili aweze kujua neno, na akaingia ndani katika kitabu cha Matendo, akaingia ndani ya maji akabatizwa. Kisha alipogeuka yule Mkushi hakumwona tena yule Filipo. Kwa hiyo Mungu anaweza akatuma mtu purposely. Kuna mfano fulani unazungumzwa kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa zai, na amejitahidi sana kufanyiwa maombi, amejitahidi sana kufanyiwa minor na major operations, lakini wanamwambia hana shida yoyote. Akiwa yuko kwenye majonzi, anasema kwa nini Mungu nifungui? Kwa nini Mungu nifungui? Kwa kweli huyu mama alikuwa na roho ya utoaji sana. Siku moja wakati anasafisha nyumba asubuhi, akamwona bibi kizee mmoja anakuja. Yule bibi kizee alikuwa mchafu sana, ananuka, amevaa nguo chafu, ananuka. Alipofika, mwanangu, akasema na mama, shikamo, marhaba mwanangu, yani mimi nina njaa mama ya bibi yako, na mimi ninakaa safari, naomba unisaidie kama utaweza, nipate hata kikombe tu ka maji, kanitie nguvu, hata kama kiporo kamebakia nile, alafu niende safari yangu. Yule mama akamwambia, mama karibu karibu, yani akamwambia ingia ndani nikupe chochote. Yule mama akasema hapana. Kale kabibi kakasema hapana, nikiingia ndani ya nyumba yako nitakuchafulia, maana mimi ninanuka. Yule mama akasema hapana, ingia. Yule mama akamforce yule bibi akaingia ndani. Yule bibi alipoingia ndani ya nyumba akawa amesimama. Yule mama akiwa jikoni, aliporudi akamkuta yule bibi amesimama tu. Akamwambia no, kaa. Sema hapana, nitachafua makocha. Akasema hapana, tutasafisha tu. Yule bibi akakaa kwenye kiti, akamletea kiporo chakula kilichokuepo, akamletea vitu vingi, akala. Yule bibi akamaliza. Alipomaliza, yule mama akaingia chumbani, akachukua nguo kadhaa, alafu akampa yule bibi, akamwambia, bibi, naomba uingie bafuni, ondoa hizi nguo, vaa. Ama mimi sija kata. Lakini yule mama akamforce, akabadilisha nguo zake na nini. Alafu alipomaliza kubadilisha nguo, yule mama akamwambia, sasa mwanangu, umenibariki, Mungu huyu akukumbuke katika mambo yako yote. Mungu akukumbuke. Umenilisha, umenivisha, na hunijui mimi ni nani. Umeniamini, nimeingia ndani ya nyumba yako, basi Mungu akubariki. Yule mama akasema asante mama, Mungu akubariki. Sasa yule bibi akaanza kutoka nje. Yule mama akasahau kitu, kurudi ndani ili amsinikize yule bibi. Kurudi ndani, anajaribu kubadilisha, kuweka miguu yake vizuri kwenye ndara. Kugeuka hivi, yule bibi alisha disappear. Na alikuwa ni mzee sana, hawezi kukimbia. Akawa amedisappear. Baada ya muda sio mrefu, yule mwanamke akapata ujauzito. Akatambua kwamba Mungu alimtuma malaika kumsaidia. Hata wewe Mungu anaweza kukuletea malaika ili aje aondoe uchungu ndani yako, ili arudishe heshima ambayo imechukuliwa, ili aweze kurudisha ile hali ya upendo na thamani ambayo shetani aliichukua. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapotatua tatizo hili, ninaomba ujitambue wewe ni nani ndani ya Kristo. Lakini la tatu, kama unataka ufunguliwe, uondokewe na uchungu ndani yako, namba 3, jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Naweza kufungua katika kile kitabu cha neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Marko ile sura ya 11. Marko sura ya 11 na ule mstari wa 25. Na anasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi. Na mstari wa 26 anasema, lakini kama ninyi hamsamehi, wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Watu wengi wanaotembea na uchungu ndani ya mioyo yao ni watu ambao wametunza vitu ndani
wamekataa kusamehe, wamekataa kabisa kusamehe. Na hicho ndicho mtu wa Mungu kinachokutafuna. Unatafunwa kwa sababu umekataa kuondoa uchungu uliomo ndani. Najua kweli umeumizwa, najua kweli rafiki yako amekuumiza, mtu wa karibu ambaye hukutegemea amekufanyia jambo baya sana. Najua kwa sababu hata mimi nilishafanywa vitu vingi vibaya sana. Nakumbuka hata baba yangu alipofariki, kwanza baba kabla ya kufariki aliniambia, nikiondoka duniani watu watakutesa. So mimi sikuelewa, lakini alipokuja kufariki nikaona. Siku moja nitakushirikisha ushuhuda wangu, lakini nilipitia wakati mgumu sana. Lakini ili kitu kitoke ndani na niruhusu baraka za Mungu, ilibidi siku moja niseme ninawasamehe. Ndio maana unaniona mimi wala sikuenda hata mahakamani, sikuweza kufanya nini, furugu zozote. Niliamua kunyamaza tu. Nikafanya kama vile Yesu alivyofanya msalabani. Akamsamehe mtu yule ambaye alikuwa ni mwivi. Nami nikawasamehe hata kama hawakuniomba msamaha. Kwa hiyo ili uweze kupona katika eneo ambalo linakutesa la moyoni, jifunze kusamehe. Na ukisamehe, jifunze kuachilia kabisa na kutokumbuka. Anaposema mstari ule wa 25, anasema hivi, ule mstari wa 25, anasema kila unaposimama kusali. Watu wengi wanaenda kusali, wanatoa sadaka, wanaimba kwaya, lakini unakuta wana beef, hawasemeshani, wamenuniana mpaka hapa. Unakuta wanandoa wanaondoka, wanaenda kanisani, mwanandoa anatoa sadaka na mwanaume anatoa sadaka, lakini hawasemeshani. Wanaandikiana message ya kutukanana wanandoa. Usifikiri sadaka yako Mungu anaipokea. Mungu apokei. Na hata ile sadaka ya ibada in general, kama kuimba, kupiga makofi, kufanye, Mungu hasikii. Na hivi vitu vinakufungia hata kupokea majibu yako. Imekuwa ngumu sana kwa mtu kusamehe. Lakini hebu nikuuliza swali. Lipi bora? Kukana kitu kinachokutesa au kusamehe na kuachilia ili uwe huru? Kwa sababu yule mtu unayemchukia, yeye hana shida. Anazidi kupeta tu, anazidi kuishi maisha mazuri na amani. Ndio maana unamuona anazidi kunenepa. Wewe unazidi kukonda, kukosa amani, kukosa hata usingizi. Lakini pia inapelekea mpaka unajitenga na watu, kwa sababu ndani kuna burnout. Na kushauri mtu wa Mungu kwamba ili uweze hata ibada yako iweze kupokelewa, hata Mungu pia akufungulie milango ambayo imefungika, jifunze kusamehe. Usamehe, achilia. Anasema sameheni ikiwa mna neno na mtu juu una neno juu ya mtu. Kama una neno lolote, achilia tu. Na kusihi kwa jina la Yesu, achilia. Umefanywa jambo baya, achilia. Rafiki yako amekuzunguka na mchumba wako amekuacha akamchukua yeye, achilia. Mungu ana mume mwingine mzuri. Rafiki yako amechukua mke wako, mpaka mwanamke ameharibika, amekuwa mkorofi, akakuacha, amekuachia watoto, achilia. Mungu ndiye mtoa hukumu. Achilia tu, achilia. Unafikiri huyo mwanamke anayekaa naye ambaye amemchukua kwako atamtrust? Hawezi kumtrust. Atakuwa na fikira kama alimuacha mume wake, tena pengine ni mume wa ndoa, akaja kukaa kwangu, ni mwaminifu kiasi gani? Lakini dhamira ni mhukumu wa kweli. Anaendelea kusema ndani yake, wewe samehe, achilia. Sikulazimishi kumrudia, lakini msamehe, achilia. Kuna mtu amekuzunguka kwenye biashara yako, akazungumza maneno mabaya, ukaingia kwenye matatizo na mikopo na nani, ukapata shida, ukafilisiwa, msamehe. Kuna ndugu mmoja hapa alikuja, bado yuko kanisani, alikuwa anafanya biashara Morogoro. Alizungukwa na ndugu zake, wakachukua nyumba, wakaiuza. Duka lake la nguo akachukua, kila kitu. Akaja Mwanza akiwa maskini kabisa. Amekuwa so frustrated. Maisha yake yalikuwa hapa, lakini akajikuta yuko very low. Nilimwambia samehe na uachilie, ondoa uchungu. Lakini leo ameachilia na Mungu ameanza kumbariki hapa Mwanza. Lakini mstari wa 26 anasema, lakini kama ninyi hamsamehi, kama wewe huwezi kumsamehe mtu, ujue matokeo yake na Mungu wa mbinguni pia
hawezi kukusamehe. Kwa hiyo hebu jiulize, umemkosea mambo mangapi Mungu? Umemkosea Mungu mambo mengi. Kila siku unamkosea Mungu. Kama yeye angekuwa na roho ngumu kama wewe, maana yake ni kwamba usingesamehewa. Na Mungu anasamehe. Kiwango cha Mungu anachosamehe, anasamehe dhambi iliyokuwa nyekundu kama damu au iliyokuwa nyeusi ti, na anakufanya uwe mweupe kama theluji. Na anasema hata kwa siku moja mtu akikukosea mara 770 mara 400 sijui na zaidi huko 490, bado Mungu anasema msamehe. Mungu huwa analipiza vizuri sana. Malipizi yako yanaweza kuwa na consequences mbaya. Unaweza ukamlipiza mtu kwa kumtukana kwenye message, akakupeleka polisi. Unaweza ukamthreaten mtu kwa maneno makali, akakupeleka polisi. Au unaweza ukamsema mimi siku moja nitakuua, alafu agongwe tu na gari pale. Haihusiani na wewe. Maneno ya mwisho alitamkwa na nani? Utakamatwa, utajiingiza kwenye matatizo na utaitwa polisi, unaharibu future yako. Ni bora uachilie ili hapa pawe na amani. Biblia inasema linda sana moyo wako, kwa sababu ndani kuna chemichemi ya uzima. Yaani ndani yako tangia sasa patoke chemichemi ya baraka, mafanikio, mawazo mazuri, kuliko kutokwa na uchungu, maneno mabaya, ndoto za kutisha zinatokana na hapa. Nafikiri umenielewa mtu wa Mungu. Lakini kwenye ile Korintho ya kwanza 13 na ule mstari wa 4 na wa 5 anasema upendo huwa unavumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, wala upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Kwa hiyo muombe Mungu katika hii kusamehe, Mungu ajaze neno upendo. Na upendo katika Korintho una maana nyingi. Upendo sio kumbusu mtu, upendo sio kumkumbatia mtu. Upendo ni kutenda kitu. Na kitu kipi? Yaani huvumilia. Unamvumilia mtu, unamfadhili mtu. Hayo matunda hayo hilo eneo hilo nitalifundisha siku nyingine. Lakini anasema hauhusudu. Lakini upendo hautakabali. Hayo maneno haujivuni. Lakini maneno ya mwisho haya katika ule mstari wa 5 anasema unakuwa na adabu. Unasema haukosi kuwa na adabu, maana yake una adabu, unakuwa na nidhamu, lakini hautafuti mambo yake. Lakini ya maneno ya pili, hauoni uchungu. Yaani muombe Mungu kiasi ambacho hata yule aliyekukosea ukimwona unakuta uchungu haumo ndani yako. Hiyo ndio salama yako. Lakini pia ukisha msamehe mtu, usianze akija kesho namwambia jana nikusamehe, juzi nikusamehe, umerudia tena. Hauhesabu mabaya. Kuna mwanaume mmoja nilikuwa namsaidia sana. Yeye alikuwa na diary. Kila siku mke wake akimkosea, yeye anachukua diary, anaandika. Tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2021 mke wangu amenitukana mbele za watoto. Akikosewa anaandika tarehe 25 mwezi wa 7 mke wangu amenipikia chakula kibichi. Nimekasirika sana, nimekosa amani, nimeenda kula kwa mama ntilie. Anaandika hivyo. Haya, tarehe 10 na ngapi watoto wangu hawajanisikiliza vizuri, wamempendelea mama yao, wakanifyonya mimi, wakanisonya mimi. Anaandika. Akajikuta daftari limejaa mambo mengi. Unaona? Mambo mengi. Kila siku anaposoma yanazidi kupandisha pressure yale mambo. Akimwangalia mke wake, anamuona mke wake hafai. Kumbe mwanamke yeye hajali, alishaona haya mambo yameisha. Lakini walipopatanisha akaanza kuyahesabu yale yote. Watu wakamwambia haya mambo yafute, yalishaisha. Akasema okay, yameisha. Kumbe kile kitabu amekificha chini ya sanduku lake. Mwanamke siku nyingine akakosea, akasema umerudia yale yale. Akaanza unakumbuka hivi, umekumbuka yale unarudia. Wewe sio mwana. Kumbe tunatakiwa tusihesabu mabaya. Samehe. Nataka roho ya uchungu iondoke ndani yako. Omba upendo uzaliwe ndani yako. Utasoma Kolosai ile 3 mstari wa 12 mpaka 13. Kuchukuliana na kuacha kulaumu. Hebu chukulia watu vizuri. Hata kama wamefanyaje, wewe wachukulie tu. Maana watu hatulingani. Na uache sana ili upone. Acha ile tabia ya kuwa ni mtu mwenye kulaumu sana.
Kazi yako ni kukosoa. Kazi yako ni kumwona mtu yule unamdespise, unamwona mtu hafai. Yote haya yamo kwa sababu roho ya uchungu bado imo ndani. Lakini Methali 19 ule mstari wa 11, kuomba busara, Mungu anataka uombe busara, lakini pia na kusamehe. Mathayo 6 mstari wa 14 mpaka 15, ukisamehe na Mungu pia naye anakusamehe. Lakini Methali 17 mstari wa 13, ukirudisha mabaya pia utapokea mabaya. Kwa mfano, ukiua kwa upanga utakufa pia na upanga. Lakini ukimtukana mtu, na wewe Bwana atamruhusu tu shetani ainue li jamaa fulani, litakurudisha mabaya hayo hayo. Kwa hiyo ninaomba hii point uishike vizuri. Kama unataka roho ya uchungu itoke ndani yako, jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Nimeandika maneno haya kwamba kusamehe sio kujifanya kuwa mambo yako sawa, kumbe sio hivyo, bali ni kuachilia. Kumbuka, msamaha ndicho chanzo cha uponyaji wako. Narudia, kusamehe sio kujifanya kuwa mambo yako sawa. Mtu anakuambia, vipi umekwazika? Sijakwazika, kumbe umekwazika. Na wapendwa wengi hataki kusema kwamba nimekasirika, anapenda kusema nimekwazika. Hamna shida. Kumbe ndani analo linazidi kuchimba. Kumbe anasema kusamehe sio kujifanya kuwa mambo yako sawa, kumbe hayako sawa. Ni jambo ambalo unatakiwa kuachilia, you leave it. Ulikuwa umeshika kitu, unakiachilia kinaenda. Ulikuwa umemshika mtu ndani ya moyo wako, unamwachilia anaenda. Usitembee na watu ndani ya moyo. Usitembee na watu katika ubaya. Tembea na watu katika wema. Tembea na watu ili ujifunze mambo yao mazuri. Lakini usitembee na watu ndani ya moyo, wale ambao wanakuchukiza. Ni kama vile mshumaa, ukiuwasha unajila wenyewe, na ndivyo wewe unavyojitafuna mwenyewe. Utajikuta watu wanashangaa, mbona unakonda? Mbona wewe ni kwa sababu unajitafuna. Lakini pia nambari 4 katika kutafuta roho ya uchungu ikutoke, tafuta amani ndani yako, na pia na kwa wale wakosefu ambao wamekukosea. Na pia amua kuachilia au kupotezea tu. Nimeandika maneno kama hayo. Ukitaka ufanikiwe pia kupata roho isio na kuwa na roho ya uchungu free, hebu tafuta amani ndani yako. Na pia unaitafuta ndani yako, kuwe na chimbuko litokee ndani la utulivu na burudiko. Maana amani ni utulivu. Tafuta utulivu uingie ndani. Lakini pia na kwa wale ambao wamekukosea, tafuta, nenda kafanya reconciliation. Lakini pia amua kuachilia. Amua tu kuachilia. Amua au kupotezea. Jifanye kama mjinga, lakini kwa faida yako. Utaona jinsi utakavyofanya, lakini utakavyofanikiwa. Biblia inasema katika Ibrania 12 mstari wa 14, anasema tafuteni kuwa na amani na utakatifu. Hebu tafuta tena kwa nguvu, mwisho wake utafanikiwa. Lakini pia nambari 5, jiepushe. Ukitaka uchungu utoke ndani yako, jiepushe. Na pia kujiepusha na mitego, watu au visababishi vya uchungu mwingine, kwa kubadilisha aina pia ya maisha unayoyaishi. Badilisha, ikiwezekana badilisha hata marafiki. Badilisha hata eneo ambalo ulikuwa umelizoea sana kwenda mara kwa mara. Badilisha. Unapoenda kwenye eneo lingine kabisa, unapata kitu kingine tofauti. Utasoma ile Methali ile sura ya 1 mstari wa 10. Neno linasema, mwanangu, wenye dhambi kushawishi, wewe usikubali. Kwa hiyo ujiepushe na watu hao, watu washawishi wabaya, kwamba mtu amekufanyia hivi mfanyie hivi, mtu amekufanyia hivi mfanyie hivi. Amechukua na umesikia mke wako anatoka nje na wewe unaenda kufanya hivyo. Jiepushe na vitu kama hivyo. Na wenye dhambi ukiambatana nao mara nyingi kwenye maisha, watapandikiza mbegu ndani yake. Watakufanya wewe kuwa dustbin. Kataa kuwa dustbin. Yeye anakusanya uchafu wake, anakuja kudampu kwako. Yeye anakuwa empty, wewe unakuwa full na mawazo yasiyo kwa mazuri. Kwa hiyo kataa kuwa dustbin. Lakini Efeso 4:31 pia jiepushe, jitahidi kujiepusha na mambo yoyote. Jiepushe na mambo, marafiki wengi, punguza marafiki. Marafiki wengi huwa wanabadilisha tabia ya mtu.
Kwa hiyo jitahidi sana ubadilishe hayo. Fanya kama Daudi alivyofanya. Baada ya kuwa mfalme Sauli alitaka kumuua, alikaa mbali, akakaa mbali kabisa na Sauli, lakini kila jambo alilolifanya alitumia akili. Nambari 6, acha kuwaza sana. Nambari 6, acha kuwaza sana. Mambo yaliyokuumiza yafanye kwamba yameshapita. Kuna mwingine anakuwa anazama sana, anawaza why. Mimi nakushauri katika jina la Yesu Kristo, acha kuwaza sana. Mkabidhini Bwana fadhaa zenu, yale yanayokufadhaisha. Biblia inasema tumkabidhie, tumtwishe fadhaa zetu. Ukimtwisha yeye yale yanayokufadhaisha, yeye ni mwaminifu na wa kweli, atakuacha wewe kuwa salama. Lakini watu wanabeba vitu vingi ambavyo havina majibu. Biblia inasema uchungu wote na hasira na ghadhabu na hasira na makelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Biblia inasema viondoke, acha. Kwa sababu ukiendelea na hauna uwezo wa kutimiza lile ambalo unaliwaza, yataendelea kuwa na kutafuna. Pindi ukishaondoka na tatizo la uchungu, ukishaondokewa na hilo, umeshaondokana na tatizo la uchungu, panga mikakati mingine na achilia kabisa, kwani kuwaza tena namna ilivyotokea kunasababisha kurudi tena kwenye tatizo. Omba Mungu akugange upya. Zaburi 147 na ule mstari wa 3 inasema, huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Kwa hiyo naamini katika kutibu utaacha kuwaza, na Bwana ataganga roho yako, ataganga maisha yako. Utajikuta umeshakuwa na maisha mazuri. Mtu mwingine akikukumbusha wala hayakuumizi, kwa sababu sio part ya maisha hayo. Lakini nambari 7, mtumainie Mungu. Ebrania 4 mstari wa 16. Inawezekana ikawa ni vigumu sana kuponya majeraha yote, yanatokana na uchungu. Mengine huwa ni magumu sana, yanahitaji neema ya Mungu zaidi. Lakini jifunze kuwa mtu wa maombi pia. Tena haya maombi ya mara kwa mara. Tabia hiyo iendelee kukaa ndani yako. Tafuta ushauri, fanya hivi na vile, na Mungu atakusaidia. Ukifanya hivyo kwa vyovyote vile utafanikiwa. Jifunze pia kuwapenda wale ambao walikukosea. Ni ngumu. Lakini utafanyaje? Maana hii dunia imejaa watu wa namna hiyo, na ni mapando ya shetani. Na hata kama ni ngumu, Biblia inasema nayaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Ukifanya maamuzi tu, Bwana atakusaidia. Kwa mfano mimi niliamua hivyo, nipuze, niachilie, nipotezee tu. Lakini hata leo nikisikia majina yao, walionitesa, walionifanyia, wakana ni mock, wananidharau, wanafanya hivi na vile na vile, mimi nilinyamaza kimya, nikaachilia. Leo hata kama nikisikia majina yao, wala hayaniumizi, kwa sababu mimi nilishaachilia tayari. Nina furaha, nina amani, nina afya. Juzi imagine nimecelebrate yangu happy birthday yangu ya kuingia miaka 62. Nina amani, nina furaha, mwili na afya. Ni kwa sababu ninajua namna ya kupokea vitu hata kama vinaniuma, lakini pia kuviondokeshea mbali ili nibaki salama. Anasema katika Kolosai 3 mstari wa 19, anasema ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Kwa hiyo yani usiwe na uchungu, wapende tu. Hata kama anakukosea, mpende. Hata kama mme wako anakufanya kuwa kama zezeta, anakutesa, anakufanyia hivyo, Mungu atalipa. Anasema ninyi wanaume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu. Wapendeni wale watu wanaowakwaza. Wapende watu ambao wanakufanya ujisikie vibaya. Mpende hata yule ambaye alikuvua nguo akakusema vibaya. Ukimpenda unampalia mkaa, Bwana atamshughulikia vizuri. Dawa ni kuwapenda wale usiowapenda. Upendo, Biblia inasema, unasitiri wingi wa dhambi. Tuonyeshe upendo kwa dhati kwa wale ambao wametukosea. Lakini lingine ambalo huwa linafanya mtu awe free kutoka kwenye uchungu ni kuridhika.
Jitahidi kuridhika na hali ya maisha ulionayo kuliko kutamani kitu au jambo ambalo si stahiki yako. Watu wengi wamejaa uchungu unaozaa wivu ndani yake kwa sababu ya hali alionayo. Unakuta mmekaa kwenye nyumba ya kupanga, unakuta mwingine anapika pale kuku, wewe unapika dagaa. Unakuta mwingine anapiga muziki ndani ya nyumba ya kupanga kwa kutumia muziki wa subwoofer. Wewe unapiga kwa radio mpaka ukapiga namna hii ndio kawake. Unaangalia familia hii inasomesha watoto kwenye English medium. Wewe watoto wako ni shule ambazo zinapitia madirishani. Yaani unaumia, unajikuta unaanzisha bifu na jirani yako, unaanza kugombana, ni kwa sababu ya hali ulionayo. Mimi ninaomba fanya hivi. Ridhika na hali ulionayo kwa sababu Mungu anakujua. Mungu anajua kuna wakati utafika Bwana atakurejea. Kuna watu walikuwa na maisha magumu kabisa, Bwana akawafata kule kule chini, akawainua, akawapandisha. Kuna watu ambao walipoteza kazi, maisha yao yaka drop down. Watu wakaanza kuwacheka, lakini walipokubaliana na mwenzake, wakaridhika na condition hiyo, Bwana aliwaangalia. Kuna ndoa fulani hapa Mwanza, nilitembelea hiyo ndoa. Walikuwa na miaka kama 5 hawajazaa mtoto. Na kitu cha ajabu sana waliniambia wale wanandoa. Sikuwauliza, lakini katika kuongea waliniambia, baba, sisi tulishaongea mimi na mke wangu kama tusipopata watoto, mwenye shida ni mimi, na mshida ni mke wangu. Na mwanamke anasema mwenye shida ni mimi, mwenye shida ni mume wangu. Kwa hiyo waka cut off yale mawazo, maneno ya mitaani, wakaridhika na hali iliyopo na wakaendelea kumsubiri Bwana. Sasa hivi wana mtoto mkubwa. Kwa hiyo ukiridhika unapunguza uchungu, unaondoa kabisa uchungu ndani. Kwa hiyo unaweza ukamwona mwenzako amefanikiwa na gari zuri, unaridhika. Siku moja mimi nilikuwa natoka kutembelea makanisa kama askofu, natembelea makanisa kutoka kule Ngara, Biharamulo, wapi. Nikafika sehemu za Kasamwa. Hiyo huwa sisahau. Iliniuma. Nilipata uchungu sana. Nilipofika pale Kasamwa, traffic akanisimamisha. Traffic akaanza kunisalimia na nikamwambia, sawa, unatoka wapi? Natoka huku na huku. Kufanya nini? Mimi ni askofu. Askofu nani? Nikamwambia Askofu Kulola. Akashtuka, Askofu Kulola, Askofu Kulola una kagari kama haka? Wenzako maaskofu tunaona anatembea na gari ya milioni 200, milioni 400. Wanapita hapa, ma Range Rover, ma VX makubwa. Wanapanda kagari kama ya askofu? Hapana, unajidhalilisha. Lakini sasa swali nikajiuliza, si ndio nilionayo? Si ndio nilionayo? Mungu akiona kwamba wakati wa kunipandisha umefika, atanipa. Kwa kweli mimi ni mtumishi ambaye nilifundishwa sana na Moses Kulola. Hiyo roho ilishakaa ndani yangu. Wala sibabaiki mtu nikimwona na Land Cruiser, ana nini, ana gari kubwa. Najua wakati wa Bwana ukifika, Bwana atanikumbuka. Kwa sababu hiyo, nikimwona mtu anabarikiwa, wala sijisikii uchungu. Watu wananikaribisha kwenye majumba yao, ukifika bonge la jumba, mahela mengi yameingia pale. Lakini kienda kwenye kajumba kangu ni kawaida tu, wala sijisikii vibaya, nimeridhika. Wakati wa Bwana ukifika, Bwana atanitendea. Na mimi naomba hata wewe kuondoa roho ya uchungu iliyomo ndani yako. Ni vizuri uwe na roho ya kuridhika. Katika kitabu kile cha Yakobo, ile Yakobo nisome hapo, Yakobo ile sura ya 3. Yakobo sura ya 3 mstari wa 14. Biblia inasema lakini ukiwa na wivu, anasema lakini ukiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Sasa wewe unasema umeokoka, lakini ndani umejaa wivu. Ndani una uchungu kwa sababu mwenzako amebarikiwa. Sasa usijisifu kwa sababu na kusema kwamba wewe ni mtu una imani ya kweli, kwamba unampenda Yesu. Unamwonea wivu mwenzako ambaye anaimba vizuri kanisani. Unamwonea wivu mwenzako ambaye ameinuka kwenye biashara. Unaona? Paka unaanza kumsemea vibaya. Kwa nini usiridhike kwamba wakati wa Bwana ukifika, Bwana atanionekania? Kwa hiyo haya mambo yapo, mtu wa Mungu. Kama unataka uwe kuwa free, mbali na uchungu ndani ya moyo wako, hebu sasa muombe Mungu
uridhike, uwe na sababu ya kuridhika kabisa. Kuna sababu ambazo zinafanya watu, nimemaliza katika hiyo namna ya kuweza. Mbali ya hivyo, utasoma neno la Mungu kwa ndani. Piga magoti sana, mwambie Bwana akusaidie ufanye haya ambayo nimekuambia. Yaani, Mungu, ninaomba. Unapopiga magoti mwambie Mungu, najua siwezi, naomba unisaidie ili roho ya uchungu itoke ndani yangu, niweze kumsamehe rafiki yangu aliyenifanyia vibaya kwenye biashara yangu. Naomba Mungu nisamehe. Naomba Mungu atakufanyia roho ya upekee ambayo itakufanya uwe huru mbali ya vile vitu nilivyovisema. Kabla sijaingia kwenye sababu zinazofanya watu watunze uchungu kwenye mioyo yao, labda nirudi kidogo nyuma, nikupe orodha ya mambo ya kufanya ili usiwe na uchungu ndani yako. Jambo la kwanza nilikueleza kwamba usimpe shetani nafasi. Naomba hata wewe leo usimpe shetani nafasi. Lakini la pili, nilieleza mambo mengi sana, lakini la pili, jijue wewe una thamani gani au ni nani mbele za Mungu. Lakini la tatu, jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe mtu wa Mungu kabisa. Lakini la nne, tafuta amani na wale wote waliokukosea. Mimi niliwaandikiaga barua message wale wote walionikosea. Nikamwambia tumefanya kazi ya Mungu kwa miaka mingi. Mimi sina neno, mmenifanyia fitina, mmenichafulia jina, mmenifanyia mambo kadhaa ili nisiweze kuinuka kabisa kwenye huduma yangu. Maana kuna watu walitaka nifungwe pingu, nitoke hapa kanisani, nimedhalilika. Unaona, yani hatua kama hiyo huwa sisahau kabisa. Huwa sisahau. Inanifanyaga nijisikie vibaya. Watu niliokuwa nikila nao tonge pamoja, watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi pamoja, nilitoa wakati mwingine nguvu zangu nikahubiri sana kwenye maeneo yao ya makanisa, lakini leo wanafanya hivi. Nilichofanya, niliamua kutafuta amani. Walinijibu baadhi yao, wengine hawakunijibu. Kwa hiyo nakupa mfano halisi kwamba mimi nimepitia katika roho ya uchungu, lakini sasa niko free kutoka kwenye roho ya uchungu. Hata kama nikiona, mimi nawapuuza tu. Nawapuuza, mimi naenda zangu na wale naenda. Sitaki kuwafanya yale yaliyotoka yarudi tena. Lakini pia namba 5, jiepushe. Jiepushe na watu wanaokwaza. Jiepushe na makundi yasiyofaa. Jiepushe kabisa na watu ambao wanaingiza uchafu ndani yako, alafu wao wanakuwa free, wewe wamekufanya kama shimo la takataka. Jiepushe watu ambao anasema shoga, upo, una kifua, nini, anakujaza vitu, akiondoka yeye yuko free, wewe unaanza kutafakari ubaya. Nikupe tu mfano mdogo tu kabla sijamaliza niingie hapo, kwamba zamani dada yangu anayenifuatia yuko Dar es Salaam, ni mweupe. Alikuja siku moja kunitembelea. Alipokuja kunitembelea miaka mingi nilipokuwa nikikaa kule maeneo ya Mabatini. Sasa aliponitembelea, alipomaliza, nikambeba kwenye gari, nikawa narudi. Alikaa kwenye kiti cha mbele. Sasa watu wakaona kwamba amekaa mwanamke mmoja mweupe pale mbele. Wakakimbia, wakafika wakamweleza mke wangu kwamba wewe unakaa hapa tu, kazi yako unakaa tu unaangalia TV. Unaona? Wakati mume wako amebeba li mwanamke jeupe huko anaenda nalo. Mke wangu akaambia ni kweli ni mweupe, lakini yule ni dada yake kabisa, tumbo moja. Wale ambao waliokuwa wanategemea atachafua moyo wake, wakainama, wakaondoka wameaibika. Kwa hiyo watu wapo wa namna hiyo. Anakuja anakujaza maneno, yeye anaondoka yuko free, anakuacha wewe huko kwenye maumivu makubwa sana. Hebu jiepushe na wambea. Jiepushe na watu ambao wako kwenye maneno ambayo si hayabariki. Lakini ikiwezekana, punguza magrupu pia. Kwenye magrupu kuna mambo mengi sana ambayo yanafundisha wema, lakini mengine hayafundishi uzuri. Hayafundishi kabisa. Mimi mtu wakati mwingine mtu nakuta ameniingiza kwenye grupu, huwa namuuliza, kwa nini umeniingiza bila kibali? Kwa nini umeniingiza kwenye grupu bila kibali? Pale huwa withdraw na delete kabisa. Unaona? Kwa hiyo hata wewe unaweza ukashangaa uko kwenye makundi mengi, mengine ya kausha damu, mengine yanakunyima amani. Lakini pia watu wanaokuja kupiga story nyumbani, anakuja mwanamke anasema, jamani mimi sina la kufanya, nimekuja kwako tupige story. Yeye hana la kufanya.
amekuja kupiga story. Kumbuka anachokizungumza kitakudamage moyo wako. Kwa hiyo hilo la tano ni epuka. Jiepushe na watu wa namna hiyo. Ndio maana Methali amesema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Ukishuka chini ameeleza, wakikushawishi kwenda kuiba, ukishawishi kwenda kuua, kufanya hivi na vile, wewe kataa. Kwa hiyo hebu jitahidi katika hilo. Lakini nambari 6 nimekueleza, acha kuwaza sana. Nambari 7 nimekueleza, mtumainie Mungu. Nambari 8 tafuta ushauri kwa watu wema. Tafuta, na ndio maana hili nimeliruka, samahani. Ili uweze kufunguka pia, tafuta ushauri kwa watu wema. Si wote wanaweza kushauri, na si wote wachungaji wana uwezo wa kushauri. Sio wote wainjilisti wanaweza wakashauri. Sio wote unaowaona ni marafiki zako wanaweza kukushauri. Kuna wengine watakuumiza zaidi. Kuna wengine kabisa watakumaliza hapo ulipokuwa umefikia. Kwa hiyo nakushauri utafute watu ambao anaweza akakushauri kitu na kikakupa majibu. Unajua mtu anashika sana mashauri kuliko hata mahubiri. Na akishika anasema mtu fulani amenishauri, hawezi kuliachia. Kumbe linamla. Kwa hiyo tafuta mtu, na si wengi, na usipende kudispose, kuweka mambo yako wazi kwa kila moja, kwa sababu yule uliyemwambia utakuta amesambaza, unaongeza tena uchungu. Mfano mdogo tu mwingine ni kueleze. Zamani tulikuwa hatuna simu za mkononi. Mtu mmoja akawa na shida ya ndoa, akamwendea mchungaji wake usiku kama saa 4 usiku. Wamegombana, hali ni mbaya kabisa. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Akamwambia, baba 1 2 3 hivi na vile na vile na vile na vile. Mchungaji yule akamtia moyo, akamwombea. Asubuhi yule mama anakwenda kanisani. Kumbuka hakuna mobile phone katika kipindi kile, na ni watu wachache wenye simu za mezani. Yaani anafika kanisani kwenye maombi asubuhi saa 2. Anakuta karibu kanisa lote linajua kwamba jana kulikuwa na ugomvi wanapigana. It means alipomaliza kumweleza usiku ule, yule mtumishi alianza kupita kwenye nyumba za watu kueleza, msimuone huyo, yuko hivi. Kwa hiyo jifunze, kama huna mtu wa kutafuta ushauri, liweke moyoni, alafu Bwana aliondoe. Lakini naamini wapo watumishi wenye maadili mazuri ambao wanaweza kabisa kukushauri na kutunza siri yako, na wakatunza siri, na nia yake ni kukuheshimisha, lakini mwisho upone. Anasema ile Methali 24 mstari wa 6, anasema, maana kwa mashauri ya akili utafanya vita, na kwa wingi wa washauri huja wokovu. Kwa hiyo unaweza ukapata msaada katika shida ulionayo kupitia washauri wazuri. Si mambo yote inawezekana kutatuliwa na sisi wenyewe. Tunahitaji msaada wa watu wengine, hasa waliofanikiwa zaidi, kwa kuwaomba ushauri, na kwamba unawezaje kushinda na kufaulu katika matatizo kama hayo, na kufanyiwa pia maombi. Na wakati mwingine unaweza kuwa unapitia jaribu, mtu anakuambia umetenda dhambi. Majaribu sio lazima umetenda dhambi. Kuna majaribu ya aina 3. Kuna jaribu la shetani, jaribu la dhambi, kuna jaribu la kibinadamu, na jaribu la kiroho. Unatamani kumjengea Mungu nyumba, jaribu linapita pale, kazi na corrupt, kila kitu kinaharibika, unashindwa kujenga nyumba ya Mungu, unashindwa kutoa mchango kanisani. Hilo umejaribiwa kwa sababu ya tamaa zako. Lakini pia unatamani ujenge gorofa, unakuta kazi imeharibika. Hiyo ni tamaa ya kibinadamu, which is not bad. Kutamani kuwa na gari, kutamani kuwa na ni nzuri, kutamani kunawe kuwa na biashara kubwa, na mimi nataka nianze kwenda Dubai, naanza China. Unajaribu kutamani ili uweze kufanya vizuri. Shetani naye anapita na kujaribu katika tamaa ile ile. Unajikuta unafeli, mtaji una corrupts, kila kitu. Lakini kuna tamaa zingine zile za dhambi. Kwa hiyo mimi nakushauri kwa jina la Yesu Kristo, ufanye hivyo na Mungu atakusaidia. Sasa ninakuja kwenye eneo ambalo nataka tumalize ili somo letu, ili wiki ijayo, wiki hii siku ya Alhamisi niwe na somo lingine jipya. Sababu zinazofanya watu sasa watunze uchungu kwenye mioyo yao. Kwa nini watu wanaendeleaga kutunza ubaya, uchungu unawatafuna ndani? La kwanza, sababu ya kwanza ni kujihesabia haki. Kumbuka, ukijihesabia haki kupita kiasi,
unaleta kiburi ndani yako, na kiburi daima huleta dharau, majivuno, hasira na maringo. Mtu yeyote anayejihesabia haki anapotendewa jambo baya huwa anajisikia vibaya, maana anapenda muda wote aonekane yeye tu ndiye yuko mbele. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kwa sababu ya kujihesabia haki. Mimi sijakosea, mimi ni hivi, mimi ni mkubwa, huwezi kunifanyia hivi, yani hilo. Lakini Methali, Mhubiri, hiyo ni Mhubiri 7 mstari wa 16. Kwa hiyo mimi nakushauri mtu wa Mungu, usiendelee, kwa sababu nimesha kueleza athari ya vitu hivyo. Sasa kuendelea kutunza uchungu ndani yako, unajua unakuathiri. Na kwa nini watu nimefika wanang'ang'ania kuendelea kutunza mambo yanayowatafuna? Mimi sitamsamehe, mimi sitafanya hivi. Kwa nini? Ujue kwamba hao watu ni watu ambao wanajihesabia haki. Anasema katika Mhubiri 7:16, usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno, kwani kujiangamiza wewe mwenyewe. Unajiangamiza kwa sababu umejiona wewe you are so perfect. Kwa hiyo unajiongezea uangamivu wako mwenyewe. Lakini la pili, kwa nini watu wanaendelea kutunza, hawataki kusaidika katika eneo hilo? Kujiona wewe ni bora kuliko watu wengine. Unajiona wewe ni bora kuliko wengine. Unapojikweza sana mbele za watu, daima hutapenda kudharauliwa. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ameshaamua kuwa mimi I'm very simple person. Mtu akinidharau potelea mbali. Wewe ukinicheka mimi nina zangu. Lakini ukijiona wewe ni bora kuliko watu wengine, ukiona mtu anakudharau, linakuuma sana. Utajiona mimi ananifanyia hivi, mimi kwenye kiwango changu ananifanyia hivi. Kwa hiyo ukijiona wewe ni bora sana kuliko watu wengine, subiri utaona. Mhubiri 7 mstari wa 20 na mpaka 22 nikusomee. Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Tena usitie moyoni mwako maneno yote yaliyosemwa, usije ukamsikia mtumwa wako mwenyewe ali anakutukana. Unasikia? Usije ukasikia mpaka mtumwa anakutukana. Lakini kwa kuwa mara nyingi moyo wako pia unajua ya kwamba wewe mwenyewe umewatukana watu wengine. Kwa hiyo naomba ufanye hivyo na Mungu akusaidie. Kabla sijakuombea, ngoja nimalize kuhesabu mabaya uliotendewa. Nimekueleza huyo mtu anatunza kwenye kadale kake, akikosewa anaandika, akikosea anaandika, ameshajaza diary. Kwa mfano wewe unanisikia, pengine umetunza mambo kutokea Januari mpaka sasa mwezi wa 11, na unataka uvuke nayo uingie mwaka kesho 2026. Unaona, kuna watu wa namna hiyo, kila kikosewa anaandika. Kuhesabu mambo, hebu jitahidi, ukisha samehe futilia mbali, anza ukurasa mpya. Mtu akija kukuomba msamaha, kubali kusamehe na uachilie. Usitunze kama leo na kadare kako kakachane kwa jina la Yesu. Wengine huna diary lakini unatunza moyoni mwako, tupa vyote hivyo ili uwe huru. Biblia inasema Bwana akiwaweka huru, mnakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo unapotunza mabaya unayotendewa daima, huo ndio mwanzo wa kutunza uchungu, nimeandika, moyoni mwako. Hii ni tabia ambayo wanandoa wengi hupenda kutunza kwenye notebook zao wanapokosewa na wenzi wao. Unapotunza kumbukumbu mbaya, zinakuleta au zinakupelekea uchungu ndani ya moyo wako. Isaya 43 mstari wa 18. Isaya 43 mstari wa 18. Mtu wa Mungu, naomba univumilie tu kidogo, namalizia Isaya 43 na ule mstari wa 18. Biblia inazungumza hivi: msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Kwa hiyo kama Biblia inavyosema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala usiape nafasi katika moyo wako ukayatafakari, yatazidi kukuumiza. Kwa hiyo kama unataka uwe huru, basi fanye hivyo. Lakini kwa nini yanaendelea? Ni kwa sababu umeamua we mwenyewe. Lakini leo ukisema Bwana, ninaamua kubadilika, hutafanya hivyo, na Mungu atakufanyia mema siku zote. Ninakuja mbele zako, mtu wa Mungu, ambaye kwa kweli umechoka, unajikuta ni mnyonge,
unajikuta umejaa majonzi, unajikuta wewe huna amani. Na Bwana anasemaje? Labda nikufungulie kitabu hiki cha Luka ile sura ya 4, alafu ni kuombee haraka sana, alafu maana ndio somo letu itakuwa limeisha hapo. Sura ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: hali Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi toka Jordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku alipokuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Kwa hiyo majaribu fulani yalikuja, mapitio yote. Mtu anakuonyesha, anamchukua, Ibilisi akamchukua, Ibilisi akamwambia, ukiwa mwana wa Mungu, ninaomba litupe jiwe liwe mkate. Yaani ni jaribu mojawapo ambalo linamfanya mtu kukosa chakula. Wengi wana maumivu kwa sababu ya eneo la chakula. Kumbuka ni kitu kikubwa. Ukisema chakula, kumbuka mtu mmoja aliuza heshima yake kwa sababu ya chakula. Kwa hiyo wengi unaoona wanafanya kazi mjini, wanatafuta hela ni kwa sababu ya tumbo. Na wewe umeumizwa, una uchungu kwa sababu ya utafutaji wa kufanya familia yako ile, wewe ule, utunze chakula. Umeumizwa katika hilo. Mimi nilivuna mpunga kuna wakati fulani. Nilipovuna mpunga nikajaza magunia kama 200 ndani. Lakini mtu ninayemwamini akayachukua yale magunia, mpaka leo hajanirudishia hela, hajanipa hata senti moja. Kwa hiyo nimejaribiwa kupitia eneo hilo, likanijaza uchungu. Nilitumia polisi, lakini kwa sababu nilimwamini nilimpa magunia yote. Karibu magunia 60 ambayo yalikuwa 100 na zaidi, ambayo yalikuwa ni ya kilo 100. Lakini niliamua kumwachilia. Na sina uchungu ndani yangu. Hata kama nikimwona na mpuuza, tunamwona huyo naye nenda zako. Kwa hiyo Yesu akajaribiwa kwenye eneo la chakula. Lakini pia Yesu mstari wa 5 akampandisha juu, akamwonyesha miliki za ulimwengu kwa dakika 1. Unaona? Watu wanataka kumiliki, watu wanataka kuwa na utajiri. Unaona? Katika kutafuta utajiri umeumizwa katika hilo. Umeumizwa unanisikiliza. Sasa katika hilo Bwana anataka upone katika hilo. Lakini jaribu lingine Ibilisi akampa, nitakupa enzi na fahari. Unaona, watu wanatafuta fahari. Akipita mahali magari yamejazana, mtu fulani ana jina kubwa. Lakini lingine alijaribiwa upande wa ibada. Wengi huduma zimejaribiwa. Wengi mmeumizwa kwa sababu ya ibada. Mmeumizwa sana. Yesu kule chini sana, kwa sababu namalizia, alipoingia hekaluni, mstari wa 10 anasema, mstari wa 10 akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya mpaka sehemu za kando kando. Ule mstari wa 16 anasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Tamani uwe na Roho wa Bwana juu yako. Roho ya uchungu ikutoke kwa jina la Yesu. Roho ya maumivu isitoke, isiendelee kukaa ndani yako. Fanya kama vile ambavyo Yesu anatangaza. Ifikie na wewe wakati utangaze, Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho ya msamaha iwe juu yako. Roho ya kuachilia iwe juu yako. Roho ya kusahau uliofanyiwa iwe juu yako. Roho ya amani iwe juu yako. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea roho kama hiyo. Pokea. Na roho ya uchungu ikuache kwa jina la Yesu. Roho ya maumivu ikuache kwa jina la Yesu, kwa sababu ina matokeo mabaya. Walioendelea kuyakamata hayo hawakubaki salama. Wewe haujabaki salama kwa sababu imo roho ya uchungu ndani yako. Sasa nami nasema kwa jina la Yesu Kristo, yale yaliyojaa ndani yako tunamuingiza ndani Yesu Kristo, asafishe, aondoe, ili uweze kuwatangazia hata wale ambao walitamani maisha yako yaendelee kushuka chini. Watangazie, roho ya msamaha iko juu yangu. Roho ya kuachilia iko juu yangu. Roho ya furaha na matendo mema iko juu yangu. Naomba hiyo iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Lakini wale walioumiza, Yesu anasema hivi, Bwana amenitia mafuta, amenituma mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wote waliofungwa kufunguliwa kwao,
Nasema hivi, roho ya uchungu inaweza imekuwa imekufunga, imekufanya uwe mtumwa. Kila ukitaka kuinuka umefungwa katika hilo. Ukitaka kuinuka unamwona mkosaji wako yuko pale aliyekukosea. Unaona nani? Unaona mtu anapita na gari alikudhulumu. Unaona yote yale ni vifungo. Biblia inasema kuwafungua wote waliofungwa. Naomba kwa jina la Yesu, ile nguvu ya Yesu Kristo ikufungue, uwe huru. Na malizia kwa kusema Bwana akikuweka huru, unakuwa huru kweli kweli. Mungu wa majeshi akubariki. Ninaomba nikuulize swali, wewe ambaye unaniangalia. Je, mafundisho haya yamekubariki? Je, mafundisho haya yamekupa hatua? Lilikuwa ni somo moja ambalo nimechukua kama vipindi vinne. Ninaamini kabisa kwamba utakuwa unatumia kidogo kidogo muda wako pole pole, utakuwa unarudi, hatimaye utakuwa uko salama. Pengine safari yako ya kufika kwenye utulivu inaweza kukuchukua siku 2 au 3, lakini natamani Bwana akusaidie. Je, mafundisho haya yamekusaidia? Naam. Lakini nikuulize swali, je, unapenda kuendelea kushiriki pamoja nasi? Kushiriki pamoja nasi ili tuendelee kukuhudumia? Naam. Naomba utubariki, naomba uendelee kusapoti huduma hii. Endelea tu kuisapoti huduma. Endelea kuisapoti huduma. Maana hii ni huduma ambayo Bwana ameiweka ndani yangu. Furaha yangu ni hii, kukuona ulikuwa umeinamisha kichwa, unainuka juu. Kukuona ulikuwa umeweka mikono yako nyuma, unatembea kwa ujasiri. Kukuona ulikuwa umeamua kujinyonga, unasema tena sijinyongi. Kuona kwamba ulikuwa umesema mimi sina amani na yule, nitamfanyizia, nitahakikisha naye anafukuzwa kazi au naye ndoa yake inaharibika kwa sababu nitamlipiza, unajikuta unama. Hiyo ndio furaha yangu. Nimekuhudumia kwako na nitaendelea kukuhudumia. Ukiweza utusupport. Tunataka tununue kamera nzuri sana.